Wekeza Songwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini ambaye ni mgeni rasmi wa shughuli yetu hii ya leo, ndugu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, lakini katibu tawala wa mkoa, lakini tambue uwepo wa mwenyekiti ambaye ulikuwa ukiongoza timu ya majadiliano ya mradi wetu huu wa leo, lakini pia I recognize the presence of the Chief Executive Officer of the Helium One Global, Madam Lona Brace and your entire delegation, lakini pia wawakilishi kutoka kwenye taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo ofisi ya msajili wa hazina, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini kutoka kwa katibu mkuu Wizara ya Madini, kamati ya usalama ya mkoa, wajumbe wa sekretarieti, lakini hali kadhalika mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, lakini waheshimiwa madiwani mliopo hapa, viongozi wa dini, kamati ya amani, lakini waheshimiwa sana wananchi wenzangu kutoka katika wilaya ya Momba, pamoja na maafisa wote mliopo hapa kutoka kwenye kampuni ya Helium One Global, lakini kutoka kwenye kampuni ya Songwe Helium Limited, pamoja na waandishi wa habari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, niungane na wazungumzaji waliopita, kwanza kuweza kutoa shukrani za dhati kwa maamuzi yenu kama Wizara ya Madini kuamua kuifanya shughuli hii katika mkoa wetu wa Songwe. Mngeweza kufanya shughuli au hafla ya kuweza kusainishana mkataba wa kuanza utekelezaji wa mkataba huu za Dar es Salaam au Dodoma au sehemu nyingine yoyote, lakini kwa kutambua kwamba rasilimali hizi za madini ni mali ya wananchi hawa, lakini kwa kutambua misingi ya demokrasia, kuimarisha uwazi na masuala ya uwajibikaji ikiwa kama ni misingi ya uendeshaji wa kiserikali, mkasema mkataba huu na hafla hii tuweze kuisaini mkoani Songwe, lakini wananchi wa mkoa wa Songwe waweze kushuhudia hafla hiyo ikiwa ni wamiliki wa rasilimali hizi za madini katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa mimi kwa niaba ya viongozi wenzangu na kwa niaba ya wananchi niwashukuru sana, na naomba tuwapigie makofi wizara yetu ya madini. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Songwe ni mkoa wa kimkakati. Ni mkoa wa kimkakati ambao unategemewa kulisha Tanzania kwenye uzalishaji wa chakula. Ni mkoa wa kimkakati kwenye sekta ya usafirishaji, kwa sababu mkoa wetu wa Songwe ndio lango la SADC, ambako asilimia zaidi ya 75 ya mzigo ambao unatoka kwenye bandari ya Dar es Salaam, ambao unapita kwenye bandari ya Dar es Salaam, unapita hapa kwenye lango letu kwenda kwenye nchi za SADC. Lakini ukiachilia mbali kwenye sekta ya usafirishaji, lakini hali kadhalika kwenye sekta ya kilimo, mkoa wa Songwe pia ni mkoa wa kimkakati kwenye sekta ya madini. Kiachilia mbali madini ya dhahabu ambayo yanachimbwa kule Songwe, kuna madini ya makaa ya mawe ambayo yanachimbwa Ileje. Kuna hivi karibuni tutaanza uchimbaji wa madini ya rare earth minerals, critical minerals ambayo ni madini ya adimu duniani katika wilaya ya Songwe. Taratibu za mwisho serikali inakamilisha, lakini leo hii tumekutana hapa kwenye tukio hili la kihistoria ambalo inatengeneza safari mpya ya kuanza kwa uchimbaji wa madini haya au ya gesi ya helium, ambayo kwa mujibu wa taarifa ambazo mmetuambia wataalamu ni kwamba gesi ya helium Tanzania inaenda kuwa miongoni mwa nchi 3 barani Afrika kwa uzalishaji wa gesi ya helium. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunaenda kuiweka mkoa wa Songwe, tunaenda kuweka wilaya ya Momba katika ramani ya dunia kwenye uzalishaji wa gesi ya helium. Kwetu sisi ni faraja, kwetu sisi ni fahari
kubwa sana, kwa sababu kusainiwa kwa mkataba huu tunaenda kuanza sasa utekelezaji wa mradi huu ambao manufaa yake ni makubwa sana kwenye kuchangia uchumi wa nchi yetu, kwenye kuchangia uchumi wa mkoa, kuchangia uchumi wa halmashauri, lakini kuchangia uchumi wa mwananchi mmoja mmoja wa mkoa wa Songwe. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii pia niwashukuru sana kampuni ya Helium One Global, kwa sababu kwa taarifa ambazo tumekuwa tukizipokea, pamoja kwamba mradi ulikuwa bado haujaanza kutekelezwa, lakini upo mchango ambayo kampuni umekuwa ukitoa kwa wananchi, na naamini pia katika utekelezaji wa mradi huu pia wananchi watapata manufaa makubwa kupitia ile corporate social responsibility ambayo itatolewa na kampuni katika maendeleo ya wananchi. Mimi nitumie fursa hii niweze kutoa shukurani na pongezi za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dira yake, kwa maono yake, lakini kwa uongozi wake na dhamira yake ya dhati katika kuleta mageuzi kwenye sekta ya madini. Takwimu ambazo mmekuwa mkituambia Mheshimiwa Waziri, wakati rais wetu anaingia madarakani, mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ilikuwa haifiki 8%, kwa kwenye 7.4 au 5 hivi. Lakini leo hii tunaambiwa kwamba mchango wa sekta ya madini umefika kwenye 11% hivi. Lakini hata makusanyo ambayo yalikuwa yanapatikana ilikuwa ni chini ya bilioni 700. Lakini leo hii tunazungumzia makusanyo ya zaidi ya trilioni 1. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo yamepatikana ndani ya muda mfupi, ni kutokana na dhamira ya dhati na uongozi wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta mageuzi katika sekta ya madini. Lakini niwapongeze na kuwashukuru sana Wizara ya Madini inayoongozwa na kaka yangu Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, lakini kwa usaidizi wako wewe Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na watendaji wote wa Wizara ya Madini kwa kutafsiri kwa vitendo maono, dhamira na malengo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta mageuzi katika sekta hii ya madini. Sababu mafanikio haya tunayoyapata ni kwa sababu ya utendaji wenu wa kazi kama wizara. Kwa sisi wananchi wa mkoa wa Songwe tunawashukuru na tunawapongeza sana kwa kasi kubwa ya kiutendaji ambayo mmeionyesha. Na kutokana na uchapakazi wenu, na ndio maana Mheshimiwa Rais amewarejesha tena kwenye wizara hiyo hiyo kama mulivyo vile vile, ni kwa sababu anaridhika na utendaji wake. Tafadhali naomba tuwapigie makofi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa kutoa commitment yetu kama mkoa. Sisi mkoa wetu wa Songwe, swala la kusaidia utekelezaji kwa mafanikio miradi yote ya serikali ambayo inaletwa katika mkoa wetu, lakini jambo la kuweka mazingira ya kuvutia uwekezaji ni kipaumbele chetu namba 1, kwa sababu ni dhamira ya rais wetu na ni mwelekeo wa rais wetu. Kwa mimi kama kiongozi wa mkoa, lakini na viongozi wenzangu katika ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya kata na vijiji, ni kuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini ni wahakikishie wawekezaji wetu kampuni ya Global Helium One kwamba tutakuwa na msaada mkubwa katika kuhakikisha kwamba tunawasaidia katika kila jambo ambalo sisi kama serikali ya mkoa tunahitaji kulifanya ili kurahisisha utekelezaji wa mradi huu. Lakini niwaombe pia viongozi wenzangu kwenye ngazi ya wilaya na kwenye ngazi ya kata pamoja na wananchi, mradi huu ni wa kwetu. Tumeambiwa hapa kwamba kampuni ambayo inakwenda kutekeleza mradi huu inaitwa Songwe Helium Limited. Ni kampuni iliyoundwa kati ya kampuni ile ya Helium One Global na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi. Kwa tafsiri yake manake sisi ni wamiliki katika mradi huu. Kwa tuone kwamba mradi huu ni wa kwetu na tuweze kutoa usaidizi wote unaohitajika
kuhakikisha kwamba mradi unatekelezwa kwa mafanikio makubwa sana. Zaidi ya yote, amani na utulivu ni nguzo muhimu na muhimili wa kuhakikisha kwamba uwekezaji unafanyika kwa mafanikio, lakini wawekezaji wengi zaidi wanakuja kuwekeza katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini changamoto zingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, za barabara ambayo imezungumzwa tayari, Mheshimiwa Rais alishalizia kusainiwa kwa mkataba na kilomita 10 tayari zimetolewa, mkandarasi ameshapatikana. Taratibu ambazo zinasubiriwa ni utolewaji wa fedha, lakini na kwenye bajeti ambayo ipo sasa hivi imetengewa fedha kwa ajili ya kuendelea kutekeleza mradi ule wa barabara kutoka hapa Mbozi mpaka kule Momba ili kuweza kurahisisha huduma za mawasiliano. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi kwamba Mheshimiwa Rais anayo commitment ya kuhakikisha kwamba miradi hii inatekelezwa na inakamilika ili kuweza kurahisisha uwekezaji, lakini hali kadhalika kwenye sekta ya umeme pia, kwa sababu miradi inahitaji umeme wa uhakika. Pia nayo iko miradi ambayo Mheshimiwa Rais anaitekeleza ili kuhakikisha kwamba tunarahisisha shughuli za uwekezaji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.